akina baba na akina mama, mnatakiwa kuwa makuhani wa kiroho kwenye familia zenu, makuhani ambao Mungu atawatumia kupitisha baraka zake kwenu kuja kwa watoto wenu. Kuna baraka ambayo mzazi akiitamka, ile baraka hakuna mtu yeyote duniani ataiondoa kwa mtoto. Mungu anapotaka kubariki kizazi chako, kabla hajakibariki, anasubiri kwanza na wewe umwambie kwamba Mungu, nataka watoto wangu wawe wa aina hii, wa aina hii, wa aina hii, wa aina hii. Sasa unakuta baba hasali, mama hasali. Sasa hicho kizazi kitabarikiwaje? Yaani mimi baba nimemtamkia mtoto wangu kwamba mwanangu, ninakubariki, mipaka ya dunia isikuzuie, chuki ya dunia isikuzuie, uwe na kibali utakapoingia na utakapotoka, uwe mkuu, uwe mtawala, uwe kiongozi. Nataka kukuambia hiyo baraka, hata uroge usiku na mchana, hakuna mtu akaondoa hiyo baraka. Kwa nini? Baba au mama ni nabii wa watoto wake. Kwa hiyo chochote utakachoumba kwa watoto wako ndicho kitakachotokea. Imetamkwa kutoka kwa kuhani. Nikikuuliza wewe, mara ya mwisho kuwawekea watoto wako mikono kichwani na kuwabariki na kuambia, mwanangu, ninakubariki, ukawe mwema, ninakuachilia baraka za rohoni na za mwilini, kama baba yako, kama mama yako, ninakubariki mwanangu, kwamba chochote utakachokifanya duniani kiwe na kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Lakini leo kuna watoto wengi sana ambao wana roho ya kukataliwa. Kwa nini? Ukichunguza, wengine walikataliwa hata na wazazi wao wakiwa tumboni. Kwa hiyo kila wanapoenda wanakataliwa, hawana kibali kutoka kwa wazazi wao.